Afueni kwa waathiriwa wa ajali ya boti iliyozama katika bahari ya Chuda Creek katika kaunti ya Mombasa baada ya miili yote iliyokuwa imepotea kuopolewa. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi yake, gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir amesema kuwa miili hiyo iliyopolewa katika sehemu tofauti ya bahari na familia zimeweza kuitambua kabla ya kuipeleka katika makafani ya hospitali kuu ya mkoa wa Pwani. Miili ambayo kwamba ilikuwa ni ya Caleb Otieno miaka 21, Stephen Karembo miaka 23 na Thomas Wanyonyi miaka 24, wote ambao walikuwa katika mashindano haya ya boti. Hawa miili yao ilipatikana, mmoja ulipatikana pale karibu na ajali ilipotokea, na miili mengine miwili, mmoja ulipatikana Nyali na mwingine karibu na hoteli fulani. Familia imeweza kutambua na sasa hivi miili yako Coast General Hospital. Aidha, gavana Nassir alisema manusura pamoja na familia zilizoathirika watapatiwa huduma za ushauri na swaha, huku uchunguzi wa kina ukifanywa ili kubaini chanzo cha ajali hiyo iliyotokea siku ya Ijumaa katika eneo la Chuda wakati mashindano ya East African Ocean Festival yakiendelea. Familia ya wale ambao wameweza kufariki pamoja na wale ambao waliweza kuokoka katika mkasa huu watakuwa wenye kupatiwa counseling. Red Cross, serikali ya county na community 911 watafanya jambo hili. Kutakuwa na uchunguzi rasmi kujua ni kipi ambacho kwamba kilisababisha, ni kipi ambacho kwamba kilikuwa kifanyike, hakikufanyika. Vilevile, gavana Nassir ameangazia kuwa maeneo yote yaliyo karibu na bahari ni lazima yajulishe serikali ya kaunti pamoja na kitengo maalum cha kupambana na majanga katika kaunti ya Mombasa kabla ya kufanya shughuli ama matukio yoyote yatakayohusisha bahari. Hoteli zozote, sehemu zozote za kujivinjari ambao ziko katika bahari hawatakuwa na ruhusa ya kukubali jambo lolote la kufanya mashindano kama haya ya kuoga, mashindano ya kufanya mambo ya mashindano ya maboti, ikiwa kamati yenye kuhusika na mambo ya disaster na kamati ya security ambao kwamba mimi ndio mwenyekiti nikisaidiwa co-chair ni county commissioner katika jambo hili. Na baada ya pale mashindano yote yakiweza kufanywa, ni lazima county disaster team iwe pale, isiwe ni jambo ambalo kwamba halijulikani, halieleweki na watu tu wameamua kuweza kujifanyia. Upande mwingine, naibu gavana wa kaunti ya Mombasa Francis Toya ametwikwa jukumu la kushirikiana na makundi ya Beach Management Unit BMU kuhakikisha vijana wanapewa mafunzo ya kulipwa, mafunzo maalum yatakayowapa fursa ya kuajiriwa na kaunti ya Mombasa pale kaunti itakapozindua kikosi maalum cha kupambana na majanga katika bahari. Baadhi ya watu ambao kwamba waliweza kusaidia pakubwa, na inaonyesha wazi ya kuwa vijana wetu wana talanta ya kuweza kuzama, wana talanta ya kuweza kuokoa, wana talanta ya kuweza kuoga, na pengine tu ni kuwapatia zile certificates. Watafanya mpango BMU zote katika Mombasa, tutachukua vijana kadhaa, watawekwa katika attachment ya kulipwa, sio ya bure, na baada ya pale Public Service Board ianze kuharakisha kuwaajiri hawa vijana, na kitambo hiyo kuajiriwa wapelekwe training, kama ni Bandari Maritime Academy wapelekwe training. We will also work with the Kenya Coast Guard kuweza kuwapatia some form of training vijana wetu hawa. Aidha, gavana ameongeza kuwa ingawa kaunti inakubali na kuunga mkono sherehe kama hizi, haikushirikishwa rasmi katika maandalizi ya tukio hilo lililopelekea mkasa huo wa Ijumaa. With the executive order ambao kwamba nimeweza kuiweka hii leo, the inspectorate will have a marine unit to be able to ensure that we at any given time we have people patrolling our oceans, and that is going to commence immediately with the same young people who have been
sherehe hii si mara ya kwanza. Sherehe hii mwaka jana we were involved. Mwaka huu nadhani mtaona wale wote ambao kwamba walikuwa wako pale, ambao walikuwa ni sponsors or anything of that nature, the county government of Mombasa was not part. No such permit was ever issued by the county government of Mombasa. Aidha, ameivitaka vikosi vya Kenya Coast Guard na Kenya Maritime Authority kufanya uchunguzi kubaini ikiwa boti hiyo ilikuwa na vibali halali vya kusafiri baharini, ikiwa wahusika walikuwa wamevaa jaketi za uokozi, na au je, vifaa vya usalama vilikuwepo au la. We will welcome any water activities to be able to be done. However, ni lazima ziweze kupata clearance from both the county security, county disaster, and the county disaster teams have to be present at that particular event. Swali kuu ni je, haya yote yatatekelezwa ili familia za waathiriwa kupata haki? Nikiripotia Al Hajar TV kutoka kaunti ya Mombasa, langu jina ni Mohamed Atiba Abdallah.